Kwa hivyo kuna mapokeo tuliokuwa nayo, tulikuwa tukiongea na wafu, ni mapokeo. It is not our fault. Sio kosa letu, sio tatizo letu, tuliyapokea. Lakini habari njema ni kwamba neno la Bwana lina purify our minds. Mhubiri 9:6, hao waliokufa mapenzi yao na machukio yao na husuda yao imepotea yote pamoja, wala hawana sehemu tena katika jambo lolote lililofanyika chini ya jua. Yaani waliokufa hawana nafasi tena, hawana sehemu tena na lolote linalotokea chini ya jua. Hawawezi wakabariki, hawawezi wakalaani, hawana sehemu. Husuda zao wameenda nazo, hawawezi wakatulaani. Mapenzi yao wameenda nayo, hawawezi wakatubariki. Kwa hivyo tusihangaike kuhangaisha waliolala ya kwamba watubariki, Baba niondolee laana. Hawana uwezo huo, maana husuda zao, mapenzi yao wameenda pamoja nayo, wala hawana sehemu tena na yanayotokea chini ya jua. Kwa hivyo hawawezi wakatubariki, hawawezi wakatulaani. Mtu asikudanganye kwamba ufaulu vizuri kwa sababu baba yako amekulaani aliyekufa. Hapana. Ayubu 7:9, kama vile wingu likomaavyo na kutoweka, ni vivyo huyo ashukaye kuzimuni hatazuka tena kabisa. Yaani anayeenda kuzimuni ni kaburini, anayeenda kaburini hataonekana tena. Hii mizimu tunayosema ni kweli nimemuona ni kama yeye, wale ni pepo, wale ni roho wachafu, wala sio ndugu zetu waliolala. Kwa hiyo huo ni uongo. Ayubu 7:10, ndio Bwana sema hatarudi tena nyumbani kwake. Yaani aliyekufa hatarudi tena nyumbani kwake, wala mahali pake hapata mjua tena. Yaani aliyekufa anakuja tena, Lazaro mmelala. Nimekuja mimi baba yenu niliyekufa. Ni shetani huyo anayeweza akajivika na akajitwalia sauti kama ya ndugu zetu waliolala. Neno la Bwana linaendelea kusema, Ayubu 16:22, kwani ikiisha pita miaka michache nitakwenda njia hiyo ambayo sitarudi tena. Si unakumbuka Ayubu alipoteseka na magonjwa yale? Anasema ni miaka michache imesalia, ambayo hiyo nikienda sitarudi tena. Maana yake ni nini? Akishakwenda mavumbini hatarudi tena. Zaburi 144, neno la Bwana linasema pumzi yake hutoka mtu huyo, hurudia udongo wake. Siku hiyo mawazo yake yanafanya nini? Akumbuke wote kabisa. Ndio kwa heri mwalimu. Mwili ukisharudi kule. Zaburi 115:17, sio wafu wamsifuo Bwana, wala wowote washukao kwenye Kenya. The dead do not praise the Lord. Ushakusikia kwaya wafu? Naje kusikia kwaya wafu? Praise the Lord. Walio hai pekee ndio tunayo sifa ya kumtukuza Bwana. Wanakwaya, Mungu awabariki sana kwa kumlilia Bwana mgali hai. Amen. Na mimi nataka niimbe. Shida tu kuna mtu mmoja nikianza kuimba huwa na challenge, anasema sauti yangu inatoka off key. Ananivunja moyo sana. Zaburi 6:5, maana mautini hapana kumbukumbu lako, katika kuzimu ni nani atakaye kushukuru? Kumbukumbu lako, wala there is no access ya mtu anaweza kuaccess huko kaburini. Ngaya, shikamo. Asante sana kwa malezi bora. Yohana 5:28. Sasa tujue wafu wako wapi sasa? Wafu wako wapi? Wako mbinguni?
ama wako peponi? Umpokee, umweke mahali pema wapi? Peponi. Yaani kuna mahali fulani hivi wakifa wanatunzwa. Je, kuna mahali watu wakifa wanahifadhiwa hapo? Ni Biblia inayo majibu. Hii ni bahati njema sana. Yohana 3:28, mstajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake. Kumbe wafu wako wapi? Niulize tena, wafu wako wapi? Hawako mbinguni. Kwa hiyo saa inakuja, Yesu atakapokuja na utukufu wake, wataisikia sauti yake, kama vile ambavyo walisikia, kama vile ambavyo Lazaro alisikia sauti yake. Wakati wenzake wanamwambia Yesu, don't trouble yourself. Why? This man is dead for days now in the grave. Mwili wake ushaanza kuharibika. Do not trouble yourself. Yesu akasema, aliondoe jiwe. Akamwambia tena, oh Jesus, oh Rabbi, do not trouble yourself. Why? Huyu mtu ana sekunde kamili, mwili wake ushaanza kuharibika. Yesu akawasihi tena, ondoeni jiwe. Wakaliondoa. Walipokwisha kuliondoa, Yesu akalia machozi. Biblia inaeleza kwa nini alia machozi. Alia machozi kwa sababu si kwamba ilikuwa kazi ngumu kumfufua Lazaro. No, ni kwa sababu ya watu waliokuwa pale hawakuwa na imani. Na ndipo anasema Lazaro, Lazarus, come forth. Lazaro akafufuka, akatoka kaburini. Kwa hiyo Yesu pekee anayeweza kuongea na waliokufa. Ni